Ndugu yako wa damu anaweza kukufunga kabisa ili yeye aokoe maisha yake au apate mafanikio, asipate mabaya. Anakufunga wewe ili maisha yako yaishie mahali. Kama unanielewa sema amen. Nisomee katika kitabu kile cha Mwanzo 42:24. Nisomee Mwanzo 42:24. Amen. Akajitenga nao akalia, kisha akawarudia na kusema nao. Akamtoa Simoni miongoni mwao, akamfunga mbele ya macho yao. Amina. Huyu ni ndugu anamfunga ndugu yake mbele ya macho ya ndugu wengine. Kumbe kuna shauri la kufunga linaweza likafanywa na ndugu. Tumfunge huyu ili si tupate mafanikio. Tumfunge huyu. Kwa nini mtu mmoja atuharibie? Lakini mtu mmoja anaonekana na tukimfunga yeye si tuweza kufanikiwa. Kwa hiyo unaona Yusufu akamfunga mbele ya ndugu zake. Lakini tuangalie andiko la pili. Tuangalie Waamuzi 15 mstari wa 12 mpaka wa 13. Waamuzi 15:12 imeandikwa. Amen. Wakamwambia tumeshuka ili kukufunga. Tupate kukutia katika mikono ya Wafilisti. Samsoni akawaambia, niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniangukia. Hawa ni ndugu zake. Anawaambia niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniangukia. Amen. Endelea. Wakamwambia wakisema, vema. Lakini tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao. Lakini hakika hatutakuua. Basi wakamfunga kwa kamba mbili mpya. Wakamchukua kutoka jabalini. Amen. Hawa ni ndugu zake. Ndio maana aliwaambia niapieni nyinyi kama ndugu zangu kwamba hamtaniua. Maana Samsoni alikuwa na uwezo wa kupiga watu 1000 kwa taya la punda. Na ndiye alikuwa muamuzi wao. Akaenda akafanya jambo, akaenda akajificha kwenye jabali maana alikuwa amechoka. Na ulikuwa ni wakati wa theluji. Akimuomba Bwana. Kwa hiyo katika Biblia tunaonyeshwa kuna kifungo cha kamba. Samsoni alifungwa na ndugu zake kama Isaka alivyofungwa na baba yake kwa kamba mpya. Lengo lao ni nini? Wakamtie katika mikono ya nani? Ya Wafilisti wapate kumuua. Kwa hiyo kila anayekufunga lengo lake sio zuri. Kila anayekufunga iwe kwa uchawi, iwe kwa maneno, iwe kwa nini, lengo lake wasio zuri. Amina, amina. Amina. Amina, amina.